Yesu. Nakupenda. Nakupenda Yesu. Nakupenda. Mnyunyizi wangu. Oh, nakupenda. Nakupenda Yesu. Nakupenda. Nakupenda Bwana. Nakupenda. Mnyunyizi wangu. Oh, nakupenda. Yesu nakupenda. 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 Mnyunyizi wangu. Oh, Yesu nakuinua Baba. Nakuinua. Nakuinua. Mnyunyizi wangu. Mnyunyizi wangu. Oh, nakupenda. Yesu nakupenda. 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 Mnyunyizi. Mnyunyizi wangu. Oh, nakupenda. Yesu nakuabudu. Nakuabudu. Baba yangu. Nakuabudu. Mnyunyizi. Mnyunyizi wangu. Oh, nakuabudu. Yesu nakuabudu. Nakuabudu. Nakuabudu Baba. Nakuabudu. Mnyunyizi. Mnyunyizi wangu. Oh, nakuabudu. Yesu nakupenda. 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 Mnyunyizi. Mnyunyizi wangu. Oh, nakupenda. Sema Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Ninasema asante kwa ajili ya upendo wako kwangu. Majira haya tena ninakuomba Bwana, unifundishe neno lako vile unapenda. Roho Mtakatifu, ninakuomba ufanyike mwalimu kwangu, ufanyike kiongozi kwangu, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila roho yote iliyo kinyume na Roho Mtakatifu iachie kwa jina la Yesu. Ongeza makofi ya shangwe kwa Yesu. Katika nafasi yako watumishi Mungu wabariki sana. Mungu wabariki sana. Huduma ya jioni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Washindi waseme amina kubwa. Tunamshukuru Mungu tena kwa kuwa ni mwaminifu kwetu. Ni siku ya tatu na ya mwisho kabisa ambayo Mungu ametupa kibali cha kukaa mahali hapa kwa siku zote tatu. Bwana Yesu asifiwe.
tumekuwa tukitembea na somo tambua nguvu ya madhabahu unayoitumikia. Tambua nguvu ya madhabahu unayoitumikia. Katika Yoshua 24:14 na 15 tunaongozwa na hiyo mistari. Nasema, basi sasa mcheni Bwana mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto na huko Misri, mkamtumikie yeye Bwana. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikie, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika somo hili la madhabahu nilitoa tafsiri mbili, nikasema nyingine nyingi unaweza ukaziongeza wewe mwenyewe kwa kadri ambavyo unaelewa. Nikasema tunapozungumza kwa habari ya madhabahu, ni kituo ambacho ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ukutana. Ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ukutana. Tunapozungumza kwa habari ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili ukutana, ukishataja madhabahu unazungumza kitu cha ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ukishataja kwa habari ya madhabahu unazungumza kitu cha ibada. Na ndio maana Yesu akamwambia yule mwanamke Msamaria katika vitabu vya Injili kwamba ni kweli baba zenu walimwabudu Mungu katika milima ile, lakini saa inakuja, nayo saa imefika, ambapo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa saa imefika ya sisi kumwabudu Baba katika roho na katika kweli. Kwa hiyo unapozungumza kitu cha ibada, unamaanisha kuna mtu ambaye unakwenda kukutana naye ambaye ni mkuu sana, ni mtoshelevu kiasi kwamba ukimsogelea anaweza kukutosheleza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya ibada, tunamgusa Mungu mwenyewe. Na ndio maana Yoshua anazungumza kwa habari ya miungu, kwa maana anajua walikuwa wanamfanyia ibada wanamchukiza Mungu. Na hiyo tuliona tafsiri ya madhabahu, mahali ambapo, kituo ambacho ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili unakutana. Kwa hiyo mahali ambapo mwanadamu anakutana na Mungu. Mwanadamu akikutana na Mungu, kuna vitu vinatokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini maana ya pili nikasema ni mahali pa mbadilishano, transaction, kati ya vitu vya mwilini na rohoni ambapo hufanyika. Ni mahali pa mbadilishano, transaction, kati ya vitu vya mwilini na rohoni ambapo hufanyika. Na ndio maana unamwendea Mungu, unaiendea madhabahu ukiwa mgonjwa, lakini baada ya kuomba ile hali ya ugonjwa inatoweka. Mtu anaiendea madhabahu akiwa amefungwa na nguvu za giza, lakini baada ya kuombewa, baada ya kufanya maombi, yule mtu anafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mahali pa mbadilishano ambapo namna ulivyoingia si namna ambavyo unatoka. Na ndio maana katika ibada yoyote lazima uhakikishe kwamba hautoki kama ulivyoingia. Unatoka ukiwa tofauti, unatoka ukiwa mtu mwingine. Umekuja mna maswali, lakini madhabahu lazima ikupatie majibu. Bwana asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu inakukutanisha na Mungu wa madhabahu. Kwa hiyo ukikutana na Mungu wa madhabahu, atajibu maswali yako. Hata kama kulikuwa kuna wazo linakusumbua, hata kama ulikuwa hauna wazo jipya, anasema yeye anayo mawazo ambayo ni mema, anayowapatia wanadamu, mawazo ya kuwapa amani. Bwana asifiwe. Hata kama umekuja na huzuni katikati ya madhabahu, unapoisogelea madhabahu lazima utoke na furaha.
katika madhabahu kama ulivyoingia, basi una hasara kubwa sana. Kama umeanza hili kongamano ndani ya siku 3, halafu unatoka mtupu, unatoka kama ulivyoanza, basi hesabu una hasara kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo natamani tuangalie jambo dogo sana. Nataka tuone subtitle kidogo, ambapo tutapata muda wa kwenda kuomba zaidi. Bwana asifiwe. Kitu ambacho natamani tukizungumze jioni ya leo, mjue Mungu wa madhabahu yako unayotumikia. Mjue Mungu wa madhabahu yako ambayo unamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yoshua tuliyosoma 24:14-15, Yoshua anatanabaisha kwamba alikuwa anamjua Mungu wake. Yoshua anamaanisha kwamba anamjua Mungu wake, anamjua Mungu wa madhabahu. Na ndio maana anasema kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Alikuwa anaijua nafasi ya Mungu katika maisha ya kwake, sio tu ya kwake, na ya watoto wake, na ya wajukuu na watakaozaliwa. Bwana asifiwe. Na ndio maana anasema kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Alikuwa anamjua Mungu ambaye anamtumikia. Tunamwona Daudi anamwambia Suleiman, Suleiman anaingia katika kiti cha kifalme, anasema Suleiman mwanangu, mjue sana Mungu wa baba yako ukamtumikie. Suleiman mwanangu, mjue sana Mungu wa baba yako ili ukapate kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anampa usia. Kwa nini wanahimiza kwa habari ya kumjua Mungu? Kwa nini wanahimiza kwa habari ya kumjua Mungu? Washauri wa Ayubu walitoa msemo, akasema mjue sana Mungu wako ili upate kuwa na amani, ndipo mema atakapokujia. Japo wale washauri hawakuwa perfect, wale washauri hawakuwa sahihi, ambapo sasa lile neno tunaweza tukalitumia kama nusu kweli na nusu uongo. Maana baadaye Mungu alikuja akawakataa, maana walikuwa wanajua kwamba Ayubu hamjui Mungu, na ndio maana haya mabaya yanampata. Ayubu ametenda dhambi, na ndio maana haya mabaya yanampata. Sasa wanajaribu kumshauri eti Ayubu kwamba mjue sana Mungu wako ili uwe na amani, ndipo mema akujie. Haya mabaya yanakujia kwa sababu haumjui Mungu wako. Lakini walikuwa ni waongo. Japo leo tunaukoti vizuri sana msemo, ambapo una half true half false. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mjue Mungu wa madhabahu yako. Mjue Mungu wa madhabahu yako. Ukimjua Mungu wa madhabahu yako, ukiwa na taarifa sahihi za Mungu wa madhabahu yako, hautakuwa na aibu ya kumtumikia. Hautakuwa na kikwazo cha kumtumikia. Ukiwa na taarifa sahihi juu ya Mungu unayemwamini, ukawekeza imani kwake, hauwezi ukaogopa hata changamoto yoyote ambayo utapitia. Kwa nini? Kwa sababu unamjua Mungu wa madhabahu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya kumjua Mungu. Habari ya kumjua Mungu. Katika Yeremia 9:23 anasema, basi mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, lakini anayejisifu ajisifu kwa sababu ananifahamu mimi, ananijua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usione fahari kuitwa mhubiri wa Injili. Usione fahari kuwa nafasi fulani ya uongozi ndani ya kanisa. Lakini ona fahari kwa sababu Yesu anakujua. Ufalme wa mbingu unakujua. Na ndio maana Yesu akawaambia wale ndugu, akasema kwamba msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni, yameandikwa kwenye kitabu.
kwa sababu pamoja na kuwa ndani ya utumishi, lakini jina lako lipo katika kitabu cha uzima. Haleluya, haleluya, haleluya. Usifurahi kwa sababu unatoa michango mingi sana kanisani. Furahi kwa sababu jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Furahi kwa sababu Mungu anakujua kwamba wewe ni mtoto wake. Haleluya. Nazungumza kwa habari ya kumjua Mungu wa madhabahu yako. Habari ya kumjua Mungu wa madhabahu yako. Ukimjua Mungu wa madhabahu yako, hautafanya uzembe kwenye madhabahu. Jana tuliangalia vitu vingi sana na nisingependa kurudia. Lakini ukishamjua Mungu wako, hautafanya makosa kwenye madhabahu. Hautafanya uzembe kwenye madhabahu. Hautakwenda kufanya huo uzembe. Kwa nini? Kwa sababu unamjua Mungu. Ukimjua Mungu anataka ufanye nini, utafuata taratibu na masharti, ambapo juzi tuliona kwamba hizi ni moja kati ya vitu ambavyo vinaunda madhabahu: kanuni, taratibu, desturi, masharti. Kila madhabahu ina masharti ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona wale ambao walipigwa wakaangamia kifo kwa moto wa kigeni kuingia madhabahuni, watoto wa Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu yamkini walijua, yamkini hawakujua, lakini hawakuitendea haki madhabahu, wakatoka na madhara badala ya faida. Kutoka na kuingia kwako kanisani, kuja kwako katika kongamano, kusiwe kwa hasara kwa sababu ya kutokumjua Mungu ambaye umemjia. Na wote ambao wamekuja hawamjui Mungu ambaye wanamjia, kama wamefungua moyo, wameshampokea huyo Mungu. Lakini kama hawajafungua moyo, anatoka kama alivyoingia, naona hasara. Lakini sio hapa. Hapa tuna faida, watumishi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Ebrania 4. Ebrania 4. Ebrania 4:28. Ebrania 4:12. Ebrania 12. Ebrania 12:28. Anasema, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na mwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Narudia tena, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na mwe na neema. Hivi kama umepokea ufalme usioweza kutetemeshwa, kwa nini unapopita katika changamoto unaogopa? Kwa nini unapopita katika changamoto unaanza kuhofu ndani yako? Kwa nini unapopita kwenye changamoto ndani mwako unaanza kuwa na masononeko? Unaanza kuwa na huzuni, unaanza kuwa na mashaka, unaanza kuwa na wasiwasi. Kwa nini? Wakati upo katika ufalme ambao hautetemeshwi. Kama upo katika ufalme ambao hautetemeshwi, inamaanisha hata wewe hauwezi kutetemeka. Hata kama majaribu yatakuja, hauwezi kutetemeka. Kwa nini? Kwa sababu unaitumikia madhabahu ya Mungu aliye hai. Halafu unamjua Mungu wa madhabahu. Unajua mfalme ambaye unamtumikia. Unajua ufalme ambao unatenda kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hautaogopa kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu unamjua Mungu. Hofu inakuja kwa sababu hauna taarifa sahihi na Mungu. Hauna imani iliyo thabiti kwa Mungu. Na ndio maana unakuwa na mashaka. Ndio maana unakuwa na hofu. Unaomba ukijisikia. Yaani ukijisikia kuomba unasema leo ninasikia upako wa kuomba. Hapana. Biblia inasema kwamba omba kila wakati. Yaani pale ambapo haujisikii kuomba ndipo unatakiwa kuomba.
Hivi ulishawahi kuomba ukafika ile hatua ambapo umechoka kweli kweli yani? Yaani hata kusema Baba katika jina la Yesu unashindwa. Ulishawahi kufikia hiyo stage? Sasa Biblia inatutaka unapofika ile hatua ndio uombe sasa. Unapofika wakati umechoka ndipo ambapo Biblia inataka sasa uombe. Anazungumza kwa habari ya moyo wa ibada. Mahali hapa anachotuambia anatuonyesha, anazungumza kwa habari ya moyo wa ibada. Huu moyo wa mabudu unapomwendea Mungu wa madhabahu, Mungu anataka kitu gani? Ametaja vitu vitatu muhimu sana. Ametaja vitu vitatu muhimu sana. Na hili jambo la kwanza ambalo tunaliangalia ni muhimu sana. Kama unataka faida na kufanikiwa kwenye madhabahu ya nuru, lazima umjue Mungu wa madhabahu anataka nini. Ni muhimu sana. Hiyo ni pointi ya kwanza. Ni muhimu sana. Kama unataka faida na kufanikiwa kwenye madhabahu ya nuru, lazima kumjua Mungu wa madhabahu anataka nini. Usipojua Mungu wa madhabahu anataka nini, hautoiona faida ya kuingia na kutoka kanisani au faida ya kumfanyia Mungu ibada. Kwa lazima uwe na taarifa sahihi. Wakati mwingine tunamwabudu Mungu ambaye yamkini hatuna taarifa sahihi kumhusu. Na ndio maana ukipigwa na upepo, imani na yumba. Maana hauna taarifa sahihi. Yaani wewe umeumwa, wanasema tumpeleke kwa mganga, unakubali unapelekwa. Hauna taarifa sahihi na Mungu wa madhabahu ambaye unamjia hapa kila siku. Hauna taarifa sahihi. Na ndio maana ukikosa taarifa sahihi, hautowekeza imani yako kwa Mungu huyo wa madhabahu. Maana hauna taarifa sahihi naye. Lakini ukiwa na taarifa sahihi na Mungu wa madhabahu, hayupo mtu yeyote wa kukubandua katika imani. Hayupo mtu yeyote wa kukutoa katika imani. Maana una taarifa sahihi kwamba ni Mungu yule yule ambaye aligawanya bahari ya Shamu. Ni Mungu yule yule ambaye aliwapiga Farao na jeshi lake. Ni Mungu yule yule ambaye kwa mapigo 10 aliangamiza Misri. Ni Mungu yule yule ambaye wazaliwa wa kwanza wote wakawa maiti ndani ya usiku mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa na taarifa sahihi juu ya Mungu ambaye unamwamini, juu ya Mungu ambaye unamwabudu, hata kama mtu akikwambia hebu chukua hii leso utapona, utasema kuna jina la Yesu. Bwana asifiwe. Utasema lipo jina la Yesu ambalo kwa hilo jina mimi napata ushindi. Kwa hilo jina mimi napata wokovu. Kwa hilo jina magonjwa yanatoweka. Kwa hilo jina napata kufanikiwa. Imani yako itakuwa imara. Maana una taarifa sahihi na Mungu wa madhabahu. Usipokuwa na taarifa sahihi ya Mungu wa madhabahu, unaweza kuyumbishwa na kila upepo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unapomwendea Mungu katika ibada, ametaja vitu vitatu muhimu. Jambo la kwanza, anasema ibada yako iwe ya kumpendeza kwenye madhabahu. Jambo la kwanza ametaja, anasema ibada yako unapomwendea Mungu katika madhabahu, lazima ibada yako iwe ya kumpendeza. Tuliona jana Kaini walipokuwa wanapeleka zile sadaka katikati ya ibada, walipokuwa wanapeleka zile sadaka, Kaini hakuupendeza moyo wa Mungu, akatoka na laana. Bwana asifiwe. Habili akaupendeza moyo wa Mungu. Kwa hiyo ibada yako lazima ulinde sana. Unapokuja kumwabudu Mungu, unataka kumpendezesha nani? Unataka kumpendezesha nani? Unataka nani akuone? Unapoimba, unapohubiri, unapovaa nguo yako, unataka nani akuone? Unataka watu wakuone au unataka Mungu wa mbinguni akuone? Kwa hiyo chochote kile ambacho utakifanya kwa ajili ya kumpendezesha mtu, Biblia imetafsiri kwamba hiyo ibada haifai. Bwana asifiwe. Anasema ibada ya kumpendeza nani? Mungu.
Kuna mtu anaweza akatoa sadaka kubwa sana ili tu kufurahisha moyo wa mchungaji. Na nasikia wengine mpaka wanapiga kampeni ili apate kuchaguliwa tu. Uwe katibu katika kikundi fulani katika kanisa, uwe mzee wa kanisa, napiga kampeni. Mzee anapiga kampeni ili wapenye katika kiti cha kifalme. Kuna mtu mmoja anapiga kampeni awe mzee wa kanisa. Then after ili iweje? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanapiga kampeni. Inakusaidia kitu gani? Kama unataka kuupendezesha moyo wa mchungaji wako, unataka kumpendezesha moyo wa kiongozi wako, ili tu ajue kwamba fulani anaonekana bora sana, lakini jicho la Mungu ambalo linatazama ndani anaona ni mbovu wa kutupa. Lazima tutengeneze maisha yetu ya imani. Lazima tutengeneze mienendo yetu. Lazima tutengeneze wokovu ambao tunauishi. Lazima kila mmoja atathmini viwango vyake vya wokovu ambavyo anaviishi. Ibada yako inampendezesha nani? Yaani kama ni mavazi ambayo unavaa yanataka kumpendezesha nani? Ili watu wakuone. Maana mwingine anavaa tu ili apate heshima, watu wamuone. Sadaka kubwa ambayo unatoa, nyingi, fedha nyingi unazotoa, unatoa ili nani akuone? Kuna mzee mmoja mahali fulani, jina lake liko kwenye mabano. Kama kuna michango yoyote, kuna machangizo, mkitaka ashiriki vizuri, basi mtajeni jina. Mtajeni jina. Anzeni kumpamba. Kama labda ni vijana mmeenda mnataka labda uchangishaji chochote kile, kama hapa shughuli ilivyokuwa inaendelea, anataka muende hata siku ya Jumatano hivi nyumbani, yani mnakaa naye mezani, baba tumekuja, si vijana wako 1 2 3, mnajieleza pale. Yaani mnamuandaa. Halafu akija katika changizo tashangaa milioni 20. Bwana asifiwe. Yaani unapotoa hiyo hela, Mungu anasema yeye hapokei rushwa. Jana tulisoma ule mstari, anasema wala yeye hapokei nini? Rushwa. Kwa hiyo ukitoa hata kama kiasi kiwe kikubwa kiasi gani, Mungu hapokei rushwa. Halafu watumishi wa Mungu, hebu tujifunze kumtolea Mungu bwana. Tuache masiara, tujifunze kumtolea nani? Mungu. Wakati mwingine waga nazisikiaga sentensi na zitafakari. Of course ni wazo zuri, sio baya. Lakini mimi kwa mtazamo wangu nataka niwatie wivu kwamba naomba tubadilike kifikra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba nyumba uijenge, ikishafika kwenye lenta twende kwa mjomba. Wewe ya kwako ikishafika kwenye lenta unaenda kwa nani? Bwana asifiwe. Amen. Si useme amina kubwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unapoanza plani za ujenzi, nyumba yako ikishafika kwenye lenta uaga unaenda kwa nani? Hivi tushawe kujiuliza kwamba tunafanya vitu ambavyo hata kufikiria tufikirii, watumishi wa Mungu? Hivi tushawe kuwaza kwamba tunafanya makosa sana kwenye madhabahu, hususan kwenye eneo la utoaji? Yaani mtu mmoja kwa mwaka anajenga nyumba ya vyumba 10. Mtu huyu na anafanya finishing. Kanisa lina watu 200, lina watu 100. Halafu unataka nyumba ikifika kwenye lenta twende kwa mjomba, twende kwa mwanasiasa fulani. Wewe unajua Mungu wa huyo mwanasiasa? Bwana asifiwe. Amen. Unajua Mungu wa huyo mtu ambaye unataka sadaka yake? Unajua fungu lake la 10 limeenda kwa nani? Unajua kwenye hiyo nafasi ya kiti ambacho unakitumikia, unajua ni nani kamkalisha kwenye hicho kiti? Unataka tu fedha yake kila slice. Na watu wanashangaa ukiingia kwenye maombi, omba, unapiga miali. Wewe ulipata wapi hiyo hela wewe? Unajua anayekupa ndo anakumiliki. Bwana asifiwe. Sema amina kubwa kama unaelewa. Unajua anayekupatia kitu ndo anakumiliki. Yaani wewe ukipenda kupokea ndo unamilikiwa na yule anayekupatia. Mbona nyumba za kwetu tunajenga kabisa comfortable, tunajenga tunamaliza, tunapaua na kupaua, lakini
unaona kama vile ni, yani kama vile ni hewa tu fulani, yani kama vile tujifurahishe basi. Basi na mimi nitachangia 50,000. Na mwingine akisema kwamba hata shilingi 1,000, hata shilingi 5,000 hatoi. Anasema sina hela. Wewe utabaki huna hela mwanangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yani kauli ya sina, unajitamkia sina katika maisha yako. Halafu mtu ambaye anasema kwamba sina, yani mfano anakatiza barabara hapo, kashagongwa, mguu umevunjika, anaenda pale General, ndani ya usiku mpaka kesho asubuhi 500,000 zishapatikana. Hivi ushawahi kufikiria kwamba hatuko serious na mambo ya Mungu? Hivi ushawahi kufikiria kwamba hatuko serious na mambo ya Mungu? Yani sasa hivi wewe hapo, acha kupumua, upumuaji wako wewe na shida. Nakwambia ndani ya dakika 10 milioni 1 itapatikana na matibabu utapata. Lakini hapa shilingi 100,000 imepigiwa hesabu miezi mingapi? 3. Hatuko serious na tunachokifanya. Hatuko serious na tunachokifanya. Kwa tunaona ni kawaida tu, yani kawaida tu. Kama watu wa dunia wana kampani kubwa, wanamheshimu Mungu wao, wanamtolea ng'ombe, wanamtolea mamilioni. Mtu anatoka tu anasema mimi nitachangia shilingi milioni 500. Mtu wa duniani huyu. Lazima tumjue Mungu wa madhabahu. Kwa hiyo Mungu anataka ibada ambayo itakuwa inampendeza. Jambo la pili, unyenyekevu. Jambo la pili, unyenyekevu. Mungu anataka ibada ambapo utakuwa unamnyenyekea yeye, yenye unyenyekevu mbele zake, yenye unyenyekevu mbele zake. Ni principle ya Mungu, ni kanuni ya Mungu, ni kanuni ya ulimwengu wa roho. The way ambavyo unajishusha, the way ambavyo unanyenyekeza, namna ambavyo unanyenyekeza, ndivyo Mungu anavyokuinua. Hiyo ni kanuni ya kimungu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakuwa na kiburi katikati ya madhabahu, kashakufa tayari. Ndio tafsiri yake. Maana sema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu nini? Neema. Kwa hiyo neema unaipata kwenye unyenyekevu. Jifunze basi kuwa na unyenyekevu hata kidogo tu. Sio sana, hata kidogo tu. Kwamba katika hili, kwa sababu ni Mungu wa kwangu, hebu acha nifanye. Lakini tabia ya tatu ambalo Mungu anataka kuliona, ibada unaposogea katika madhabahu, lazima uwe na kicho. Hebu sema tena kicho. Kwenye Kiingereza anatumia fear. Anatumia fear. Kicho. Yani kule kumheshimu Mungu, kuwa na discipline kwamba namwendea Mungu sio baba. Hata baba yako mzazi huwezi kumdharau. Kwamba namwendea Mungu sio mdogo wangu. Anataka umwendee kwa kicho, kwa kutetemeka. Sio unatetemeka kwamba unamuogopa. No, maana yeye ni rafiki yako. Anasema Mungu wewe kwetu si ni rafiki. Kwa sio kutetemeka kule kwa hofu, lakini kutetemeka kwa maana ya nidhamu. Bwana asifiwe. Lazima umwendee Mungu kwa nidhamu. Waliokosa nidhamu walifia madhabahuni. Jana tuliosoma wakina Safina. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili, kuna nguvu, utajiri na ulinzi wa Mungu unapomwendea kwenye madhabahu kwa uaminifu. Kuna nguvu, utajiri na ulinzi wa Mungu unapomwendea kwenye madhabahu ya nuru kwa uaminifu. Tunapozungumza kwa habari ya kuna nguvu, kuna utajiri, yani kuna kila kitu katika madhabahu ya nuru, na ina nguvu kuliko madhabahu nyingine zozote. Lakini lazima uiendee kwa uaminifu. Utaanza kuona Mungu anatembea na wewe.
Utaanza kuona yale ambayo yalikuwa yanashindikana yanaanza sasa kuwezekana. Utaanza kuona lile ambalo lilikuwa ni gumu na liwaza, utashangaa amani ya moyo inakuja huko ndani, halafu milango inafunguka. Kwa nini? Maana umemwendea kwa kicho na unamwamini na unamtegemea. Kwake kuna ulinzi. Wote waliopo ndani ya Kristo Yesu wamezungushiwa ulinzi. Mwanadamu hana nguvu yoyote, mwanadamu hana uwezo wowote kumpiga mtu ambaye yupo ndani ya Yesu. Kama kwenye simu janja hizi, tunaweza tukasema Yesu kwetu ni screen protector. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama ni yai, basi Yesu anasema lile ni gamba la nje ambalo linatukava sisi. Kwa hiyo kama mtu anataka kukufikia wewe, lazima kwanza atowe lile gamba, halafu ndo akufikie wewe kiini katika yai. Na ndio ushindi ambao tunao ndani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo unapotangaza habari za kwake, unapomwimbia yeye, unapomwomba yeye, uwe na imani na uelewe kwamba unaongea na Mungu mkuu sana, asiyefananishwa na kitu kingine chochote. Angalia Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ya 6. Wafalme wa Pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 8. Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme sura ya 6 kuanzia aya 8. Anasema, basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwa mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari, usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuhadharishwa, akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake, akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwetu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba, tazama yuko Dothan. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Mstari wa 16, akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Haleluya! Kuna nguvu, utajiri na ulinzi wa Mungu unapomwendea kwenye madhabahu kwa uaminifu. Biblia imeripoti kisa. Kuna Elisha na mtumishi wake. Elisha akiwa nabii katika ufalme wa Israeli, lakini tunaona kuna mfalme wa Shamu na majeshi ya kwake yakaenda ili kupata kupigana na nani? Kupigana na Israeli. Walivyokwenda ili kupigana na Israeli, wakaanza kufanya upelelezi, wakaanza kuchunguza, wakaanza kuona ni nani ambaye anapelekaga taarifa zetu ili tupate kumwangamiza. Wakagundua kwamba ni Elisha. Mmoja akapeleka habari ili wapate kumvizia. Biblia inaripoti kwamba mara nyingi sana alikoswa, lakini hakuweza.
wakamwendea usiku wakati Elisha na mtumishi wake wamelala. Wakaenda kule kilimani, naonesha nyumba zao zilikuwa maeneo ya mlimani. Bwana asifiwe. Wanasema kwamba lile jeshi la adui wakauzingira ule mji ambapo Elisha alikuwepo pamoja na mtumishi wake. Walivyouzingira ule mji, yule mtumishi wa Elisha akatoka nje na kuangalia, akaona jeshi kubwa sana la maadui. Halafu ndani mwake akapata mfadhaiko, akasema, ole wangu, ole wetu, tufanyeje bwana wangu? Ndani mwake ana hofu. Hebu piga kifua chako, sema, nafsi yangu, nafsi yangu, nafsi yangu, muhimidi Bwana. Nafsi yangu, usiogope, usiogope. Sikia, Elisha akasema kwamba usiogope. Unajua Elisha alikuwa anaiona vita inavyoendelea. Alikuwa anaona runinga ya movie ilivyokuwa inaendelea. Alikuwa anawaona walivyokuwa wametanda kile kilima. Lakini alikuwa na uhakika wa Mungu wa madhabahu ambayo anaitumikia. Kwa sababu anakwenda kwa uaminifu, kwa sababu anaitambua vizuri na anamjua Mungu wake sahihi. Kwa hiyo wakati anaona maadui, yeye alikuwa anaona tegemeo liko kwa Mungu wake, na alikuwa anaona ushindi uko kwa Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha anasema kwamba usiogope. Angalia, Elisha akaomba akasema, Mungu, huyu dogo hajui kinachoendelea hapa, hebu mfungue macho aone. Yule mtu wa Elisha, mtume wake, alipofunguliwa macho, akaona kuna jeshi la malaika. Akaona kuna jeshi la malaika. Anasema magari na farasi wa moto. Kwa nini? Maana aliomba, Elisha aliomba. Nataka nikueleze kitu kimoja kwa habari ya nguvu iliyopo katika maombi. Maombi usiyachukulie kama adhabu. Maombi yachukulie kama fursa. Bwana asifiwe. Maombi chukulia kama fursa. Nikakutolea mfano, ni kama vile umepewa namba na mtu ambaye ni tajiri sana anajiweza. Anasema kupata shida yote unipigie. Na ndivyo Mungu anavyosema kwamba niite nami nitakuitikia. Nitakuonesha mambo makubwa na magumu sio ya jua. Unapotangaziwa maombi, chukulia kama fursa. Unapotangaziwa kufunga, chukulia kama fursa, usichukulie kama adhabu. Haleluya. Usichukulie kama adhabu mpendwa, chukulia kama fursa. Yaani unakwenda kukutana na Mungu wako. Hiyo ni appointment. Chukulia kama ni fursa, kwa maana kwenda kukutana na Mungu wangu. Na uwe na agenda za kupata kumwelezea. Kwa hiyo kusema tu Baba katika jina la Yesu ni maneno machache sana, lakini ni makubwa kwenye ulimwengu wa roho. Unaposema Baba katika jina la Yesu, ule ufalme unapokea koro, unapokea simu kutoka duniani. Ni nani ananiita? Mariamu. Yaani ile kusema Baba katika jina la Yesu, unajua umehusisha watu wengi sana. Ni kama vile watu watatu wanne mwahusisha. Wewe mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana, ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Yaani umepiga simu mbinguni, Baba katika jina la Yesu. Unastuka, kuna kitu gani? Kuna mgonjwa. Kuna kitu gani? Kuna maadui. Kufumba na kufumbua, Mungu huaga na achilia majeshi yake ya malaika. Ghafla unazungukwa na ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usiuone kwa macho, lakini ghafla unazungukwa na nini? Na ulinzi wa Mungu. Halafu unapoendelea kuomba, Baba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ndivyo ambavyo vikosi vya mashambulizi vinazidi kujipanga. Na ukishaita hivyo tu, ufalme wa giza unaitika, maana umeshajua kwamba tumeshavamiwa. Anaposema katika Waefeso kwamba maana vita yetu sisi si juu ya damu na nyama. Vita ya Mkristo sio ya kwako wewe na adui. Vita ya Mkristo wewe ni kukaa ndani ya Yesu. Halafu vita inapigwa. Anaposema maana vita yetu sisi, inamaanisha Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu na mimi wakiwa wananisaidia. Si juu ya damu na nyama. Kwa hiyo pale
unapoendelea kuomba zile falme sasa, kwa sababu na wakuu wapo wanapanga vikosi, mashambulizi yanaanza. Kwa kazi yako wewe ni kujikava tu, kazi yako wewe ni kukaa tu na kuendelea kuomba. The way unaendelea kuomba, na ndivyo maana Biblia inasema kwamba watakujia kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Hata kama kuna wachawi milioni 1 wamezunguka hapa Chinyoyo, wewe kaa tu, ingia hapa mahali, sema Baba, katika jina la Yesu. Ghafla hauko peke yako, una maelfu ya majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Elisha akasema kwamba, Elisha asema, Baba, mfungue macho huyu aone. Haoni. Yaani yeye anaona kama tuko wawili tu, kumbe hatuko wawili, tuko wengi hapa, tumezungukwa na jeshi. Fumbie macho aone. Yule jamaa akafunguliwa macho, akaona kuna msaada wa kutosha. Angalia ombi lingine. Elisha akasema kwamba, Baba, wapige upofu. Wale maadui wakapigwa upofu. Unajua Elisha akafanyaje? Akawachukua, akasema, sasa huyu mtu ambaye mnamtafuta hapa hayupo, lakini naomba niwachukue ninyi, niwapelekeni kwa huyu mtu ambaye mnamtafuta. Unajua alikuwa mtafuta Elisha. When you pray, kuna kitu kinafanyika. Wakati unaomba, kuna kitu kinafanyika. Na ndio maana mimi napenda sana maombi, kwa sababu tunapoomba kuna vitu vinafanyika. Hata kama ulikuwa ni mdogo sana kiumri, wewe ni mkubwa sana mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu unapoomba ndivyo unavyozidi kuwa mkubwa katika ufalme. Amen. Kwa hiyo nasema kwamba huyu ni mtoto mdogo kiumri, lakini mimi sio mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, mimi sio mdogo. Kwa nini? Kwa sababu wakati unaomba wewe haupigani. Na ndio maana mwimbaji mmoja akasema, hatupiganagi wenyewe, tunapigana na nani? Na Baba. Kwa the way ambavyo unazidi kuomba, yale majeshi yanazidi kupigana. Na ndio maana nakwambia kwamba usichoke. The way ambavyo utachoka, ndivyo ambavyo unapunguza kasi ya ushindi wa kwako. Kwa kasi yako ni kuendelea kuomba, kuamini. Elisha akawachukua wale watu, akasema, naomba niwapeleke kwa huyo ambaye mnamtafuta. Akawachukua mpaka Samaria, akaenda kuwakabidhi kwa mfalme. Alipomkabidhi kwa mfalme, halafu akasema, Baba, naomba uwafungue macho, maana walikuwa kipofu, unajua. Akasema, naomba uwafungue macho wapate kuona. Sasa wanafungua macho, wako mikononi mwa adui. Halafu yule mfalme wa Samaria anasema, Elisha, niwapige? Elisha akasema kwamba, unawezaje kuwapiga sasa mateka wako? Usiwapige, wapigie chakula, wape maji wala. Wakapewa chakula. Hivi bado una nguvu ya kupigana? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Katika kongamano hili, kama kuna adui yoyote ambaye anakufuatilia katika maisha ya kwako, amepigwa katika jina la Yesu. Amepigwa katika jina la Yesu. Amepigwa katika jina la Yesu. Kama kuna vita kule kazini, wameshapigwa katika jina la Yesu. Naomba usimame. Tunataka kushughulika kwa habari ya madhabahu. Habari ya madhabahu. Mungu anamwambia Yeremia kwamba nimekuweka ili kupanda, ili kujenga. Kujenga nini? Ufalme. Kupanda nini? Ufalme. Kujenga nini? Madhabahu. Kupanda nini? Madhabahu. Kubomoa nini? Madhabahu. Bwana asifiwe. Kuna nguvu ndani mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu ndani mwa Bwana Kondoo. Kuna nguvu
ushindi, ushindi wa Yesu. Kuna ushindi, ushindi, ushindi wa ajabu ndani mwa Bwana pote. Kuna nguvu, kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu ndani mwa Bwana pote. Hebu nyanyua mkono wako wa kulia, mwingine weka tu kifuani, sema Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako, kwa fadhili zako, kwa ukuu wako na nguvu zako. Kwa jina la Yesu, kuanzia Alhamisi umeniweka mahali hapa, umeniweka mahali hapa. Ni siku tatu nimekuwepo mahali hapa, nimetafakari kwa habari ya madhabahu. Nimetambua ipo nguvu kwenye madhabahu ya nuru, ipo nguvu kwenye madhabahu ya nuru, upo ushindi kwenye madhabahu ya nuru. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu yako, ambayo ni kafara, ni sadaka, umeninunua mimi kwa hiyo damu. Yesu, chochote kilichojengwa, madhabahu yoyote iliyojengwa kwenye maisha yangu, iwe mimi mwenyewe, iwe mtu mwingine amenisimamishia, ninaomba toba, ninaomba rehema. Kwa jina la Yesu ninasimama kama kuhani wa hiyo madhabahu ya nuru. Ninaangusha kila madhabahu za giza kwenye uzao, kwenye familia, kwenye biashara, kwenye uchumi. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninakutaka wewe na nguvu zako ndani yangu, niwezeshe, nipiganie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, sukuma maombi mbele za Bwana, sukuma maombi mbele za Bwana. Usinong'one, toa sauti, usinong'one, toa sauti, usinong'one, toa sauti, usinong'one, toa sauti. Watumishi wa Mungu, kamata maiki, toa sauti katika jina la Yesu. Toa sauti, usinyamaze, funika macho yako. Dia
Shut
katika maisha yetu. Fanya operation Bwana, fanya operation Bwana, katika huduma Jehova, fanya operation, unaweza unayeponya, unazidi kuleta jina lako, tunazidi kukuita, tunazidi kukuita, unastahili, unaweza, pokea sifa, pokea sifa, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Bwana, asante Bwana, Bwana unatosha. Kwa jina la Yesu, unapisha, kwa jina la Yesu, unapisha, kila mmoja simama, Bwana tunaomba rehema, na rehema, neema na Yesu, neema na Yesu, neema na Bwana, kwa jina la Yesu. Asante Bwana, Bwana unaweza, Bwana unatosha, Bwana unatosha, Bwana unatosha, katika jina la Yesu, kwa damu kasi ya madhabahu halipika. Endelea kwa usinyamaze, usinyamaze, endelea kwa sasa. Maiki mingine yao, asante Bwana, wewe maiki mingine yao, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, rapa kasatarabu, kwa jina la Yesu, kwa jina katika jina ya kwa damu ya Yesu, unarapisha kwa jina la Yesu, unarapisha kwa damu ya Yesu, unarapisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, unarapisha kwa jina la Yesu. Piga, inaipiga ndani yako, inaipiga ndani yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, madhabahu ya Yesu, hali kwa jina la Yesu, tunazivunja, tunazivunja, tunazivunja madhabahu, tunazivunja madhabahu, tunazivunja madhabahu hizo, tunazivunja madhabahu hizo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunavunja madhabahu za kimila kwa jina la Yesu, madhabahu za urithi kwa jina la Yesu, tunaharibu, tunabomoa, tunabomoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, tunavunja madhabahu hizo, tunavunja madhabahu hizo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, kwa jina la Yesu, tunaharibu utawala wa shetani kwa jina la Yesu, nasi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, Bwana tunakusanya nguvu za Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunavunja hizo madhabahu, tunavunja, tunaharibu, tunasambaratisha kila utawala wa shetani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunavunja, 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 tunavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu. Ukanena mema kwa watoto wako, ukanena mema kwa watoto wako. Bwana tunakuita, tunakuita Bwana, tunakuita Bwana na nguvu zako, tunakuita Bwana na nguvu zako, tunakuita Yesu na nguvu zako, tunakuita Bwana na nguvu zako. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achia, 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 achia. Tunavunja na kuharibu kila madhabahu ya shetani katika jina la Yesu. Endelea nafasi, endelea ni hekalu la Mungu la mtakatifu. Kwa jina la Yesu tunavunja kila madhabahu, kila mipango mibaya ya shetani. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wa Nazareti tunavunja, tunaharibu, tunasambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Moto wako, moto wako, moto wako Yesu, moto wako Yesu, moto wako Yesu, ushuke mahali hapa, uteketeze kila madhabahu na kupiga, uteketeze kila madhabahu na kupiga, uteketeze kila madhabahu ya shetani, kila madhabahu za shetani, kila madhabahu za shetani, kila madhabahu za shetani, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunaharibu, tunavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tamalaki Bwana, tamalaki Bwana, tamalaki Bwana, tamalaki Bwana, tamalaki Bwana, tamalaki Bwana, unaweza ni Bwana, tamalaki Bwana, tamalaki Bwana, tamalaki Yesu, tamalaki kwa jina la Yesu, tamalaki kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, tamalaki Bwana, tamalaki Sasa unikaribishe